Pwa! Sauti ya kofi zito ilisikika na kutawala kelele zote za soko la wilaya lililokuwa limejaa watu. Askari polisi mwanamke, msichana mdogo wa miaka 26, alianguka chini kwa kishindo, uso wake ukigusa vumbi la ardhi. Wewe kitoto cha jana juzi, umeota mapembe, unadhani unaweza kuwa askari? Unanijua mimi ni nani? Yule jambazi maarufu, Juma Nyundo, alicheka kwa dharau huku akijipangusa mikono kana kwamba ameondoa uchafu. Papo hapo, kwenye kona ya mbali ya soko, mikono ya bibi mmoja mwenye umri wa miaka 68 iliyokuwa ikichambua mboga ilianza kutetemeka bila kujizuia. Karibuni sana ndugu watazamaji. Tunawashukuru kwa kuendelea kufuatilia hadithi zetu. Je, familia yako ikikumbana na hatari, ungefanya nini? Ungesimama tu na kutazama? Au ungechukua uamuzi mwingine tofauti kabisa? Katika mji mdogo wa Tukuyu, mkoani Mbeya, ndani ya soko la mnada linalofanyika mara 2 kwa wiki, alikuwepo bibi mmoja muuza mboga aliyejulikana kwa jina la Bibi Zawadi. Watu wengi hawakujua kwamba bibi huyu mnyenyekevu alikuwa kamanda wa kwanza mwanamke wa kikosi maalum cha Jeshi la Ulinzi la Wananchi wa Tanzania. Alishiriki vita vya mpakani, alipewa jukumu la kulinda viongozi wakuu Ikulu. Medali yake ya ushujaa ya kikosi maalum, heshima iliyofichwa kwa miaka 30, ilikuwa karibu kuamshwa. Majambazi wa laana, Bibi Zawadi aliwaza kimoyomoyo, watu wa aina yenu, nimeshughulika na wengi kuliko mnavyofikiria. Ghafla, sura ya bibi huyo ilibadilika. Suti ya michezo ya rangi nyeusi, viatu vya kijeshi, mkoba wa vita na simu moja ya haraka. Kamanda Omondi. Ni mimi, Zawadi. Kuna kazi inahitaji kufanywa. Je, Bibi Zawadi atafanikiwa kulipiza kisasi kwa ajili ya mjukuu wake? Je, uwezo wake kama askari wa kikosi maalum bado upo imara baada ya miaka 30 ya kustaafu? Na Amina atakapogundua ukweli kuhusu bibi yake, maisha yake yatabadilikaje? Je, mna hamu ya kujua? Acheni maoni yenu hapo chini na tubashiri pamoja kitakachotokea. Na kama unapenda hadithi zenye kusisimua kama hii, usisahau kubonyeza alama ya like na subscribe ili usipitwe na sehemu inayofuata ambapo tutafichua historia ya kutisha ya Bibi Zawadi. Kaa nasi. Msaada wenu ni nguvu kubwa kwetu. Soko la mnada la wilaya ya Tukuyu, mkoani Mbeya, lilikuwa likijaa shamra kila Jumatano na Jumamosi. Kuanzia saa 11 alfajiri, wafanyabiashara wadogo walikuwa wakianza kumiminika, wakitandika mikeka na magunia yao ardhini tayari kwa biashara ya siku. Muda si mrefu, uwanja mdogo katikati ya mji ulikuwa umefurika bidhaa za kila aina, kuanzia mahitaji ya nyumbani hadi mazao ya shambani. Katikati ya pilika hizo alikuwepo Bibi Zawadi, mwanamke mwenye umri wa miaka 68, akiwa ameketi kwenye meza yake ndogo ya kuuzia mboga. Shikamoo Bibi Zawadi. Umeamka mapema leo, Mama Aisha, muuza samaki wa meza ya jirani, alimsalimia kwa uchangamfu. Bibi Zawadi alitabasamu na kumjibu kwa upole, marahaba mwanangu. Uzee huu hauna usingizi mwingi? Mikono ya Bibi Zawadi ilikuwa migumu na iliyojaa makunyanzi, ishara ya miaka mingi ya kazi ngumu. Lakini jinsi alivyokuwa akiitumia kuchambua kila jani la mchicha kwa umakini na upole, ilionyesha weledi wa hali ya juu. Watu wa sokoni walimfahamu kama bibi mkarimu, mpole na mnyenyekevu kutoka kijijini. Taarifa pekee waliokuwa nayo ni kwamba aliwahi kuwa mtumishi wa serikali Dar es Salaam, na baada ya kustaafu, alirudi kijijini kuishi maisha ya utulivu. Lakini Bibi Zawadi alikuwa na siri kubwa ambayo hakuna hata mmoja aliyeijua. Mwishoni mwa miaka ya 70 alijiunga na jeshi na kuwa mmoja wa wanawake wa kwanza kabisa katika kikosi maalum cha Tanzania. Hadi mwanzoni mwa miaka ya 90 alikuwa amepanda cheo na kuwa kamanda wa kikosi cha wasomi. Alishiriki operesheni za hatari kwenye vita vya mpakani na alitumwa kulinda viongozi wakuu Ikulu. Uzoefu wake ulikuwa siri ya kitaifa. Bibi, nimefika, sauti nyororo ilisikika. Alikuwa ni Amina, mjukuu wake, akiwa amevalia sare zake nadhifu za polisi, akitembea kwa madaha sokoni.
Akiwa na umri wa miaka 26 na akiwa amehitimu kutoka chuo cha polisi, Amina alikuwa amepangiwa kazi katika kituo cha polisi cha Tukuyu mwezi mmoja uliopita. "Amina mwanangu, unawahi doria leo?" Bibi Zawadi aliuliza kwa upendo. Amina alitabasamu, "Ndiyo bibi. Leo nina doria maeneo ya soko. Nimepita nikuone unaendeleaje na biashara." Amina alikuwa na tabia ya upole na kwa kiasi fulani alikuwa bado hajauona ukali wa dunia. Alipenda kazi yake na alikuwa na moyo wa uwajibikaji, lakini kwa sababu ya kukosa uzoefu, bado alikuwa anaichukulia dunia kwa wepesi. Hakujua kabisa bibi yake alikuwa nani. "Bibi, siku hizi naogopa kusikiliza habari. Hali ya nchi inatisha. Huko Dar es Salaam, majambazi wanatesa raia kila siku," Amina alisema kwa wasiwasi. Bibi Zawadi aliacha kuchambua mboga na kumtazama mjukuu wake. "Amina, unakumbuka msemo ninaopenda kukuambia?" "Ndiyo bibi." "Unasema, usiwe mwepesi wa kuhukumu, endelea kutazama kwa makini." "Na unaelewa maana yake?" "Ndiyo." "Kwamba nisihukumu watu kwa haraka, bali niangalie matendo yao hadi mwisho, sivyo?" Bibi Zawadi alitikisa kichwa. "Sahihi. Lakini hiyo si maana yote. Katika dunia hii, watu wengi sio kama wanavyoonekana. Mtu anayeonekana wa kawaida anaweza kuwa na nguvu za ajabu, na yule anayeonekana wa kutisha huenda ndani yake ni mwoga sana." "Lo, bibi, unajuaje mambo haya makubwa hivyo?" Amina aliuliza kwa mshangao. Lakini Bibi Zawadi hakuwahi kuzungumzia maisha yake ya zamani. "Ukiishi muda mrefu, unajifunza mengi mwanangu. Na wewe ukiendelea na kazi yako ya polisi, utakuja kuelewa. Soko hili lilikuwepo tangu miaka ya 70. Bibi Zawadi alipokuwa mtoto alikuwa akija hapa na bibi yake. Wakati huo watu walikuwa wakileta hata ng'ombe kuuza sokoni. Sasa bidhaa zinaletwa kwa malori, lakini hali ya hewa ya unyenyekevu na ukarimu wa kijiji ilikuwa bado ipo. "Bibi, tangu nikiwa mdogo nasikia ulifanya kazi serikalini Dar es Salaam, lakini huwahi kunieleza kwa undani. Ulikuwa unafanya kazi gani hasa?" Bibi Zawadi alitulia kwa muda mfupi, kisha akatazama mbali angani. "Kila mtu ana siri zake mwanangu. Sio kila kitu unahitaji kukijua. Lakini natamani kujua. Wakati ukifika utajua. Kwa sasa zingatia kazi yako kama askari polisi." Amina alihisi kukata tamaa kidogo, lakini hakuuliza zaidi. Bibi Zawadi alimtazama mjukuu wake akitembea kwa kujiamini katika sare yake ya polisi, moyo wake ukijaa fahari na wasiwasi kwa wakati mmoja. Kuanzia miaka ya 70 hadi 90 alikuwa amepitia hali nyingi za hatari, alikabiliana na maadui, alishiriki operesheni katika nchi jirani na aliwalinda viongozi wakuu. Uzoefu wote huo ulimfundisha ukweli mmoja: amani ni kitu dhaifu sana. Mchana ulipita taratibu sokoni. Akina bibi walikuwa wamekaa pamoja wakipiga soga, watoto walikuwa wakikimbizana na kucheza, na mbwa walikuwa wakitikisa mikia yao kwa furaha. Amina alidhani amani hii itaendelea milele. Bibi Zawadi, Mama Aisha muuza samaki, alianza mazungumzo kwa sauti ya chini. "Nimesikia siku hizi majambazi kutoka Dar wanakuja huku mikoani. Kuwa mwangalifu." Macho ya Bibi Zawadi yalibadilika kwa sekunde moja, lakini alirudisha haraka sura yake ya utulivu. "Sidhani kama watakuja huku. Kijiji chetu kina amani sana." "Ni kweli, lakini tahadhari ni bora." Bibi Zawadi alitikisa kichwa, lakini moyoni mwake alikuwa na mawazo tofauti. Ikiwa hilo lingetokea, mjukuu wake Amina angekuwa katika hatari kubwa. "Bibi, naendelea na doria." Amina alipunga mkono. "Nenda salama mwanangu." Bibi Zawadi alimtazama mjukuu wake akiondoka, akiwaza kimoyomoyo, laiti ungeendelea kuishi maisha ya amani kama haya milele. Jioni ilipoingia, wafanyabiashara walianza kukusanya bidhaa zao. Bibi Zawadi naye alianza kupanga mboga zake zilizobaki, akijiandaa kurudi nyumbani. Amina, baada ya kumaliza doria, alirudi alipokuwa bibi yake. "Bibi, leo hakuna tukio lolote."
Sehemu yetu ina amani kweli, Amina alisema huku akitabasamu kwa furaha. Bibi Zawadi alitabasamu, lakini sehemu ya moyo wake bado ilikuwa na wasiwasi. Uzoefu wake wa kijeshi ulimwambia kwamba utulivu usio wa kawaida mara nyingi huwa ni dalili ya dhoruba inayokuja. Wakiwa njiani kurudi nyumbani, alimshauri Amina kuwa mwangalifu sana katika kazi yake. Dunia hii ina watu wengi hatari ambao hatuwajui, mwanangu. Ndiyo bibi. Lakini huku ni tulivu sana, sidhani kama kunaweza kuwa na kesi kubwa. Bibi Zawadi hakusema neno lingine. Lakini moyoni mwake alijua kuna kitu kinaitwa utulivu kabla ya dhoruba. Jumamosi iliyofuata, siku ya mnada, hali ya hewa sokoni ilikuwa tofauti. Mnamo saa 12 asubuhi, gari jeusi aina ya Noah lilisimama kwenye lango la soko. Namba za usajili zilikuwa za Dar es Salaam na vioo vilikuwa vimepakwa rangi nyeusi kiasi kwamba huwezi kuona ndani. Hili gari la wageni gani tena? Mama Aisha alimnong'oneza jirani yake. Bibi Zawadi naye aliliona gari lile. Hisia zake za kijeshi zilizofunzwa kwa miaka mingi zilimwambia kuna jambo baya linakaribia. Ilipofika saa 3 asubuhi, wanaume 4 walishuka kutoka kwenye gari. Aliyekuwa mbele alijulikana kama Juma Nyundo, mwenye umri wa takriban miaka 38. Shingoni alikuwa na chale ya joka na mkononi alikuwa amevaa bangili nene ya dhahabu. Wenzake watatu nao walifanana naye kwa umbo na muonekano. Soko la huku kijijini nalo limechangamka, Juma Nyundo alisema kwa sauti kubwa. Inaonekana biashara inakwenda vizuri. Juma alikuwa jambazi anayechipukia kutoka kundi la Fisi Mweusi. Akiwa na kesi 5 za nyuma, alikuwa ametoka jela miezi 3 iliyopita. Baada ya kushindwa kujenga himaya yake Dar es Salaam, aliamua kutafuta vyanzo vipya vya mapato kwa kuhamia mikoani. Kaka mkubwa, masoko haya ya kishamba yanaweza kutulipa hela ya ulinzi kweli? Mmoja wa wafuasi wake aliuliza. Unawadharau watu wa kijijini? Sehemu kama hizi ndizo rahisi kufanya kazi. Polisi ni wachache na wananchi ni waoga, Juma alicheka kwa dharau. Bibi Zawadi aliyasikia mazungumzo yao na uso wake ukakakamaa. Alianza kuwa na wasiwasi, akijiuliza Amina angefika saa ngapi. Lakini kwa nje aliendelea kujifanya mtulivu, akichambua mboga zake. Wageni, mnamtafuta nani? Mzee Juma, muuza matunda, aliwasogelea na kuwauliza. Juma Nyundo alimtazama kwa dharau kutoka juu hadi chini. Tumekuja kufanya biashara hapa. Nani anayesimamia soko hili? Hakuna msimamizi hapa. Kila mtu anajifanyia biashara yake. Hivyo haikubaliki. Siku hizi biashara gani inafanyika bila usimamizi? Sisi tutawasaidia kusimamia. Sauti ya Juma ilionekana ya kirafiki, lakini ilikuwa imejaa tishio. Mzee Juma alihisi kuna jambo haliko sawa, hivyo alirudi nyuma taratibu. Saa 4 asubuhi, Amina aliwasili sokoni akiwa na gari lake la doria. Akiwa na tabasamu lake la kawaida, alishuka na kuelekea kwa bibi yake. Bibi, habari za asubuhi. Biashara inaendaje leo? Bibi Zawadi alimtazama mjukuu wake kwa macho yaliyojaa wasiwasi, lakini Amina alikuwa bado hajaligundua kundi la Juma Nyundo. Wakati huo, Juma alimwona Amina. Lo, kuna askari polisi mwanamke hapa. Bado mchanga kweli. Aliwapa ishara wafuasi wake na mara moja walitawanyika sokoni, wakiandaa mchezo wa kamari wa kuigiza. Walitandika karata chini, wakaweka pesa za dau na kuanza kupiga kelele. Wewe mbwa, unanibia. Toa hela yangu. Unasema nini? Nimekubia lini? Amina aliposikia kelele aliwasogelea. Samahanini kaka zangu, hapa ni eneo la umma, hairuhusiwi kucheza kamari. Juma alimtazama Amina na kucheka kwa dharau. Kamari? Tunacheza kwa kujifurahisha tu. Kuweka pesa ni kamari. Naomba mtawanyike tafadhali. Sauti ya Amina ilitetemeka kidogo. Lakini wajibu wake kama askari haukumruhusu kurudi nyuma. Hata hivyo, hali ilizidi kuwa mbaya. Wewe kitoto, umetokea wapi wewe kutufundisha sisi maisha?
Juma alimsogelea kwa vitisho. Una umri gani hata utupigie kelele? Mimi ni askari polisi, umri hauna umuhimu. Askari? Ha. Jamani, mtazameni huyu mtoto. Anajiita askari. Wafuasi wa Juma walimzunguka Amina. Wafanyabiashara sokoni walijawa na hofu, wakabaki wakitazama kwa mbali. Bibi Zawadi alikunja ngumi zake, lakini bado hakuchukua hatua. Nasema kwa mara ya mwisho, naomba muondoke hapa mara moja, Amina alisema kwa sauti iliyokuwa ikitetemeka. Tukikataa, utafanyaje? Utaita polisi wenzako? Juma alimdhihaki. Wakati Amina anainua mkono wake kushika redio ya mawasiliano, Juma aliupiga mkono wake kwa nguvu. Redio ilianguka chini. Unathubutu kuita watu? Nani kakupa ujasiri huo? Ghafla, mkono wa Juma ulipepea hewani, ukilenga moja kwa moja shavu la Amina. Pwa! Sauti kavu ilisikika. Shavu la Amina lilibadilika kuwa jekundu. Aliumba na kuanguka chini. Wewe mtoto wa... Juma alitaka kuendelea kumtukana, lakini kwa mbali, mikono ya Bibi Zawadi iliyokuwa ikitazama kila kitu ilianza kutetemeka. Hisia za kujilinda alizojifunza kwa miaka mingi jeshini zilikuwa zikiamka. Silika ya kumlinda mwenzake aliyoitumia katika vita vingi vya zamani, baada ya miaka 30 ilikuwa imeamka tena. Soko lilizizima kwa ukimya wa hofu. Wafanyabiashara walinyamaza kimya. Amina alikuwa bado amekaa chini akishika shavu lake. Juma alicheka kwa ushindi. Mmeona? Hii ndiyo hali halisi. Polisi wala nini, wote hawana maana. Kuanzia leo, soko hili liko chini yetu. Lakini Juma hakujua kwamba mtu aliyemgusa hakuwa tu askari polisi mchanga, bali ni mjukuu wa kamanda wa kwanza mwanamke wa kikosi maalum cha Tanzania. Bibi Zawadi alisimama kimya kimya. Alianza kutembea taratibu kuelekea alipokuwa Juma nyundo. Kuanzia sekunde hiyo, hali ya hewa sokoni ilianza kubadilika. Usiku huo walipofika nyumbani, Amina alijifungia chumbani kwake akilia kimya kimya. Uvimbe kwenye shavu lake ulikuwa umepungua, lakini jeraha la moyoni lilikuwa kubwa zaidi. Yote aliyojifunza chuo cha polisi yalionekana kutokuwa na maana mbele ya uhalisia mchungu. Bibi Amina alitoka chumbani na kwenda sebuleni. Sijui hata kwa nini niliamua kuwa askari. Bibi Zawadi alikuwa ameketi kwenye sofa akimtazama mjukuu wake kimya. Kilio cha Amina kilikuwa kama kisu kikimchoma moyoni. Ghafla alikumbuka picha yake mwenyewe katika vita vyake vya kwanza kabisa miaka ya 70. Naogopa sana bibi. Macho yao yalikuwa kama yanataka kuniua. Nilikuwa nafanya kazi yangu tu, kwa nini walinipiga? Bibi Zawadi alikaa kimya kwa muda mrefu. Kisha akasimama na kuingia chumbani kwake. Kutoka ndani kabisa ya kabati la mbao la zamani alitoa sanduku la mbao lililojaa vumbi. Sanduku ambalo hakuwahi kulifungua kwa miaka 30. Ndani yake kulikuwa na kofia ya kijeshi iliyochakaa, pembeni yake kulikuwa na viatu vya kijeshi vya zamani na medali ya kikosi maalum ya mwaka 70. Hivi vilikuwa vitu alivyovitumia katika miaka yake ya mapigano. Bibi Zawadi aliishika ile kofia, kumbukumbu za zamani zikamrudia. Amina, njoo hapa mwanangu. Bibi Zawadi alirudi sebuleni akaweka kofia, viatu na medali mezani. Unahitaji kujua bibi yako ni nani? Amina alikodoa macho akivitazama vitu vile. Bibi, hivi ni nini? Hivi ni vitu nilivyokuwa nikivaa kuanzia mwaka 1979 hadi 1992. Nilikuwa kamanda wa kwanza mwanamke wa kikosi maalum. Amina alibaki mdomo wazi. Bibi, wewe ulikuwa askari wa kikosi maalum? Bibi Zawadi alitikisa kichwa. Sio tu askari wa kawaida. Nilishiriki vita vya mpakani, nilifanya kazi ya ulinzi Ikulu na nimepambana na maadui mara nyingi. Lakini kwa nini hukuniambia? Kwa sababu vita vilikuwa vimeisha. Nilidhani katika dunia yenye amani, hadithi hizi hazikuwa na umuhimu tena. Sauti ya Bibi Zawadi ilishuka.
Lakini leo baada ya kuona yaliyokupata, nimegundua vita bado havijaisha. Amina bado hakuamini. Bibi, ni kweli? Hunitanii? Bibi Zawadi alitoa picha ya zamani kutoka kwenye draw. Ilikuwa picha nyeusi na nyeupe, labda ilipigwa miaka ya 80. Kwenye picha kulikuwa na askari mwanamke kijana akiwa amevaa sare za kivita, mkononi ameshika bunduki. Huyu ni mimi nikiwa na miaka 28. Bibi Zawadi kwenye picha alikuwa tofauti kabisa na sasa. Macho yake yalikuwa makali, uso wake ulikuwa umejawa na ujasiri na ukakamavu. Majambazi wa laana, Bibi Zawadi alinong'ona kana kwamba anajisemea mwenyewe. Watu wa aina yenu, nimeshughulika na wengi kuliko mnavyofikiria. Amina alishtushwa na mabadiliko ya sauti ya bibi yake. Hakuwa tena yule bibi mpole wa kila siku, bali mtu mwingine aliyekuwa akitoa aura ya hatari. Bibi, kwa hiyo tukio la leo umeliona lote? Nimeliona lote. Bibi Zawadi alikunja ngumi. Anathubutu kumpiga mjukuu wangu mbele ya macho yangu. Wakati huo, Bibi Zawadi alifanya uamuzi. Ulikuwa umefika wakati wa kufungua tena ukurasa wa maisha yake aliyoufunga kwa miaka 30. Asubuhi iliyofuata, Bibi Zawadi aliamka mapema kuliko kawaida. Alisimama mbele ya kioo akijitazama kwa muda mrefu. Hakuiona tena sura ya bibi kizee wa miaka 68, bali alimwona kamanda wa kikosi maalum, Zawadi. Kwenye kabati lake la nguo, badala ya madera na vitenge, alitoa suti ya michezo ya rangi nyeusi na vile viatu vya kijeshi. Viatu hivyo ambavyo havikuwa vimevaliwa kwa miaka 30, bado vilimtosha sawasawa. Kamanda Omondi, Bibi Zawadi alinong'ona huku akitafuta namba kwenye kitabu cha simu cha zamani. Alipata namba ya Omondi, mwanajeshi mwenzake wa zamani. Simu iliita mara kadhaa kisha sauti nzito ikasikika. Halo? Omondi? Ni mimi, Zawadi. Upande wa pili wa simu kulikuwa na mshangao mkubwa. Kamanda? Ni kweli ni wewe? Ndiyo, ni mimi. Miaka mingi imepita. Mungu wangu. Kwa nini umenipigia? Nimefurahi sana kusikia sauti yako, Kamanda. Kamanda Omondi sasa alikuwa anaendesha kampuni ya ulinzi mjini Iringa. Alikuwa mwanajeshi mstaafu mwenye uzoefu mkubwa ambaye alipigana bega kwa bega na Bibi Zawadi kwenye vita vya mpakani. Omondi, kuna kazi inahitaji kufanywa. Sauti ya Bibi Zawadi ilikuwa tulivu na yenye amri. Kazi gani, Kamanda? Mjukuu wangu amevamiwa na majambazi. Siwezi kulinyamazia hili jambo. Omondi alikaa kimya kwa muda kisha akajibu kwa sauti ya heshima. Kamanda, unahitaji nisaidie nini? Kesho ni siku ya mnada. Unaweza kuja huku. Muda mrefu hatujafanya mazoezi, lakini nadhani mikono yetu bado haijasahau. Nimeelewa, Kamanda. Nipe tu muda na eneo. Baada ya kukata simu, Bibi Zawadi aliandaa mfuko wa kwenda sokoni. Haukukuwa ule mfuko wa kawaida wa kubebea mboga, bali ulikuwa mkoba wake wa zamani wa kivita. Ndani yake aliweka kamba za plastiki za kufungia, zip ties, mkanda wa gundi na kinasa sauti kidogo. Amina alipoamka na kutoka sebuleni, alishangazwa sana na muonekano wa bibi yake. Bibi, kwa nini umevaa hivi? Amina, kuanzia leo bibi yako atakuwa tofauti. Macho ya Bibi Zawadi yalikuwa tofauti kabisa. Fedheha ulioipata siwezi kuiacha ipite hivi hivi. Wewe simama imara tu, mambo mengine niachie mimi. Wakati huo Amina aligundua kuwa bibi yake hakuwa bibi wa kawaida na mambo yaliyokuwa yanakaribia kutokea hayangekuwa ya kawaida. Siku ya mnada iliyofuata, asubuhi na mapema, Bibi Zawadi alitokea sokoni akiwa na muonekano tofauti kabisa. Suti ya michezo nyeusi, viatu vya kijeshi na macho makali. Badala ya kikapu cha soko, alikuwa amebeba ule mkoba wake wa kivita ulioonekana kuwa na uzito. Lo! Bibi Zawadi, leo umependeza tofauti, Mama Aisha alishangaa. Nimevaa hivi ili iwe rahisi kutembea tu, mwanangu, Bibi Zawadi alijibu kwa kifupi huku akipanga meza yake.
Ndani ya mkoba wake kulikuwa na kamba za plastiki, mkanda wa gundi na kinasa sauti, vifaa vyake vya kivita vya miaka 30 iliyopita. Ilipofika saa 3 asubuhi, Amina aliwasili na gari la doria. Ingawa hakutaka kwenda kazini baada ya tukio la jana, maneno ya bibi yake yalimpa ujasiri. Wewe simama imara tu. Maneno hayo yalikuwa yamejichora akilini mwake. Habari bibi, Amina alisalimia kwa woga kidogo. Alishangazwa na muonekano mpya wa bibi yake, lakini pia alihisi usalama wa ajabu. Amina, leo fanya kazi yako ipasavyo. Mimi nipo nyuma yako, Bibi Zawadi alimnong'oneza. Sauti yake ilikuwa na mamlaka ya kamanda wa zamani. Saa 4 kama ilivyotarajiwa, lile gari jeusi lilitokea tena. Wakati huu, Juma Nyundo na wafuasi wake walishuka wakiwa na kiburi zaidi. Walikuwa wamekuja na lori dogo ambalo waliliegesha katikati ya soko. Yule askari wa jana yule. Juma alimwona Amina na kucheka kwa dharau. Umekuja tena kucheza mchezo wa polisi? Wafuasi wake waliangua kicheko. Baada ya ushindi wao wa jana, walikuwa wamezidi kuwa na jeuri. Walianza kutoa meza na viti kutoka kwenye lori, wakitaka kuanzisha kambi ya kamari katikati ya soko. Hamaruhusiwi kuegesha gari hapa katikati ya eneo la umma, Amina alisema, sauti yake bado ikitetemeka. Kumbukumbu ya kofi la jana ilimfanya aogope, lakini hakuweza kuacha kazi yake. Tumeanza tena, Juma aliwapa ishara wafuasi wake. Ondoeni hizi meza za wauza mboga, tunahitaji nafasi ya kufanyia kazi. Wafuasi wake walianza kupiga teke meza za wafanyabiashara. Matunda yalisambaa, mboga zilitapakaa. Wafanyabiashara waliogopa na hawakuthubutu kusema neno. Acheni! Amina alijitokeza mbele. Lakini Juma alicheka. Jana kofi moja halikutosha. Unataka lingine? Wakati huo, Bibi Zawadi alisimama kimya kimya. Alitoa kinasa sauti kutoka kwenye mkoba wake, akakiwasha na kuanza kutembea taratibu kuelekea kwa Juma. Wewe bibi kizee, humfundishi adabu mjukuu wako? Juma alimtazama Bibi Zawadi kwa dharau. Mwambie arudi nyumbani akacheze michezo yake ya kipolisi. Bibi Zawadi alisimama mbele ya Juma bila kusema neno. Kisha akasema kwa sauti tulivu, kijana, mwombe msamaha mjukuu wangu. Nini? Juma alicheka kana kwamba amesikia jambo la kuchekesha zaidi duniani. Umesema nini wewe mzee? Nimesema mwombe msamaha mjukuu wangu. Huyu bibi ana wazimu. Nani amwombe msamaha nani? Juma alinyosha mkono akitaka kumsukuma Bibi Zawadi. Papo hapo ngumi ya Bibi Zawadi iliruka kwa kasi ya umeme. Ujuzi wa askari wa kikosi maalum uliofichwa kwa miaka 30 ulizaliwa upya kwa sekunde moja. Juma, kabla hata ya kuelewa kinachoendelea, alikuwa ameanguka chini. Huyu mwanamke mzee! Wafuasi wake walishtuka na kumvamia. Lakini Bibi Zawadi alikuwa mtulivu. Mbinu za mapigano zilizokuwa kwenye damu yake tangu miaka ya 70 zilianza kutoka zenyewe. Mfuasi wa kwanza alirusha ngumi, Bibi Zawadi aliikwepa kwa urahisi, na wakati huo huo aliukamata mkono wake na kuupinda nyuma. Ai! Alipiga kelele na kupiga magoti. Wa pili alimvamia kutoka nyuma. Bila hata kugeuka, alitumia kisigino chake kumpiga moja kwa moja kwenye muundi. Hii ilikuwa mbinu ya kushambulia adui kutoka nyuma aliyojifunza jeshini. Watatu, akiwa amejawa na hofu, alichomoa kisu. Wewe mwanamke mzee, sitakuacha. Lakini Bibi Zawadi hakutetereka. Akiwa vitani, alikuwa amekabiliana na maadui waliokuwa na visu halisi. Alimpiga kwa usahihi kwenye kifundo cha mkono ulioshika kisu, akapokonya silaha na kumwangusha chini. Ndani ya dakika 3 tu, majambazi wote 4 walikuwa wamelala chini wakilia kwa maumivu. Watu sokoni walibaki midomo wazi kwa mshangao. Watu wa aina yenu? Bibi Zawadi alimtazama Juma. Jeshini hata kuwa shabaha ya mazoezi hamfai. Juma Nyundo, damu ikimtoka puani, alijaribu kuinuka. Lakini Bibi Zawadi alimkanyaga kifuani na kiatu chake cha kijeshi. Tulia hapo.
mpaka polisi wafike. Amina alisimama akimtazama bibi yake kwa sura isiyoamini. Alijiuliza kama alichokiona ni kweli. Bibi, wewe ni wa ajabu. Amina, chukua redio uwapigie kituoni. Bibi Zawadi alisema kwa utulivu. Alitoa zile kamba za plastiki kutoka kwenye mkoba wake na kuwafunga mikono majambazi nyuma. Ukifungwa hivi, kadri unavyojaribu kujitoa, ndivyo kamba inavyokaza. Huwezi kutoroka, alimwelekeza Amina. Juma akiwa na hasira alipiga kelele. Wewe mzee, unadhani tutakuacha? Tutalipiza kisasi. Kisasi? Bibi Zawadi alicheka. Mnajua mmemgusa nani? Kutoka kwenye kinasa sauti, mazungumzo yao ya awali yalianza kusikika kwa sauti kubwa. Maelezo yote ya jinsi walivyokuwa wakidai pesa za ulinzi na kuwatishia wafanyabiashara yalirekodiwa. Rekodi hii itapelekwa moja kwa moja kwa mwendesha mashtaka, Bibi Zawadi alisema. Mnajua mna kesi ngapi za nyuma? Uso wa Juma ulibadilika rangi. Alijua kwamba akiwa na kesi 5 za nyuma, kesi hii ingekuwa mwisho wake. Muda si mrefu, polisi kutoka kituoni walifika. Walishangaa kukuta eneo la tukio, majambazi 4 wakiwa wamedhibitiwa na bibi mmoja mzee. Bibi, nini kimetokea hapa? Mkuu wa kituo aliuliza. Ni kujilinda tu. Walianza kwa kumpiga mjukuu wangu, kisha wakawatishia wafanyabiashara. Ushahidi ninao hapa. Bibi Zawadi alikabidhi kile kinasa sauti. Wafanyabiashara nao walianza kutoa ushahidi wao. Akiwatazama majambazi wakipelekwa chini ya ulinzi, Amina alihisi heshima mpya kwa bibi yake. Alikuwa ameelewa sasa, bibi yake alikuwa mtu mkuu kweli. Bibi, sasa nimeelewa, alisema. Kwa nini ulikuwa unasema usiwe mwepesi wa kuhukumu, endelea kutazama? Bibi Zawadi alitabasamu. Sasa umeona? Dunia hii ina watu wengi ambao sio kama wanavyoonekana. Asubuhi iliyofuata, Bibi Zawadi alikuwa nyumbani akiandaa kifungua kinywa kama kawaida. Alidhani mambo yote yamekwisha, lakini maisha hayakuwa rahisi hivyo. Mnamo saa 2 asubuhi, magari mawili ya polisi yalisimama mbele ya nyumba yake. Walikuwa ni maafisa upelelezi kutoka ofisi ya mkoa. Waligonga mlango wakiwa na sura za kazi. Tunamtafuta Bi Zawadi. Mkuu wa upelelezi aliuliza. Ni mimi. Kuna nini? Unatuhumiwa kwa kosa la kushambulia na kusababisha majeraha makubwa katika tukio la sokoni jana. Tafadhali fuatana nasi. Amina alitoka mbio kwa mshangao. Nini? Kwa nini mnamkamata bibi yangu? Mkuu wa upelelezi alionyesha hati ya kumkamata. Kundi la Fisi Mweusi limewasilisha mashtaka dhidi yako kwa kuwashambulia watu na kumjeruhi vibaya mmoja wao. Juma Nyundo amelazwa hospitalini akiwa na majeraha mabaya. Kesi ni kubwa sana. Majeraha mabaya? Bibi yangu alikuwa anajilinda tu. Amina alipinga, lakini wapelelezi hawakusikiliza. Bibi Zawadi alibaki mtulivu. Sawa, twende. Bibi. Amina alibubujikwa na machozi. Lakini Bibi Zawadi alitabasamu. Usijali Amina, ukweli utajulikana. Lakini hali ilikuwa mbaya kuliko alivyofikiria. Kundi la Fisi Mweusi lilianza kutumia vyombo vya habari kumshambulia. Wakili wa Juma aliitisha mkutano na waandishi wa habari. Hili ni tukio la kusikitisha ambapo bibi mmoja mwenye umri wa miaka 68 amewashambulia vijana wadogo bila sababu. Tunahisi alishirikiana na mjukuu wake ambaye ni askari polisi kupanga shambulio hili. Waandishi wa habari kutoka vyombo mbalimbali walifurika. Yule wakili alipotosha ukweli kwa ufundi. Mteja wangu, Bwana Juma, kwa sasa yuko hospitalini akiwa amevunjika mbavu 3 na ana mtikiso wa ubongo. Swali kubwa ni, bibi mzee kama huyu anawezaje kusababisha majeraha makubwa kiasi hiki? Kwenye mitandao ya kijamii, vichwa vya habari kama bibi jambazi yashambulia vijana, familia ya polisi yapanga uvamizi vilianza kusambaa. Wananchi ambao hawakujua ukweli walivutiwa na vichwa vya habari vya kushtua na kuanza kumlaumu Bibi Zawadi.
Kwenye chumba cha mahojiano cha polisi mkoa, Bibi Zawadi alikaa kimya. Mkuu wa upelelezi alimhoji mara nyingi lakini hakusema neno. Bibi Zawadi, inawezekanaje bibi mzee kama wewe kuwapiga vijana 4 hodari? Umewahi kujifunza karate? Au una uzoefu wowote maalum? Bibi Zawadi aliendelea kukaa kimya. Aliwaza kimoyomoyo, nikisema ukweli nitaliaibisha jeshi lote. Wacha wanione kama bibi kizee wa kawaida. Kufichua kwamba alikuwa mwanajeshi wa kikosi maalum kungeweza kusababisha matatizo makubwa zaidi, ikiwemo siri za nchi na kuathiri maisha ya baadaye ya Amina. Kule kituoni, Amina aliitwa na wakubwa wake. Mkuu wa kituo, akiwa na uso mkavu, alimhoji, Afande Amina, nipe ripoti kamili ya tukio la jana. Wale majambazi waliwatishia wafanyabiashara na kunishambulia mimi kwanza. Bibi yangu alikuwa anajilinda tu. Lakini matokeo yake ni makubwa sana. Mshambuliwa amejeruhiwa vibaya. Sauti ya Amina ilitetemeka. Kwa sababu ya bibi, mambo yote yameharibika. Nataka kuacha kazi. Mkuu wa kituo alishusha pumzi. Kwa sasa umesimamishwa kazi kwa muda hadi uchunguzi utakapokamilika. Usije kazini. Usiku huo Amina alikuwa nyumbani akilia peke yake. Bibi yake yuko rumande, yeye amesimamishwa kazi. Ndoto yake ya kuwa askari ilikuwa imeyeyuka. Lakini kulikuwa na mtu mmoja aliyekuwa akifuatilia kwa karibu tukio hili. Alikuwa ni kanali mstaafu, afisa wa zamani wa ujasusi wa jeshi kutoka Dar es Salaam. Aliwahi kufanya kazi Ikulu miaka ya 90 na alimfahamu vizuri Bibi Zawadi. Alikwenda kumtembelea rumande. Walikuwa marafiki wa zamani, wakikutana tena baada ya miaka 30. Kamanda, miaka mingi imepita, kanali mstaafu alisalimia kwa heshima. Bibi Zawadi alishangaa. Kanali, umefikaje hapa? Nimeona habari nikaja. Unajaribu kuficha nini, kamanda? Hakuna cha kuficha. Ni bibi mzee tu aliyepigana na majambazi, kanali alisema kwa uso wa kazi. Kamanda, mara hii huwezi kumaliza kimya kimya. Vyombo vya habari vinachimba sana. Kwa nini isiwezekane? Nyuma ya kundi la Fisi Mweusi kuna kundi kubwa zaidi. Wana uhusiano na genge kubwa la Dar es Salaam. Wanatumia tukio hili kupanua himaya yao mikoani. Uso wa Bibi Zawadi ulikakamaa. Basi Amina atakuwa katika hatari zaidi. Ndiyo maana tunapaswa kusema ukweli. Lazima tufichue wewe ni nani. Hapana, hiyo ni siri ya nchi. Kanali alitikisa kichwa. Hali imepita kiwango hicho. Kadri tunavyojaribu kuficha, ndivyo tutakavyohitaji kujitolea zaidi. Wakati huo, nje ya chumba cha mahojiano kulikuwa na kelele. Waandishi wa habari walikuwa wamefika, wakijaribu kumhoji Bibi Zawadi. Bibi Zawadi, kwa nini uliwashambulia vijana wale? Ni kweli ulishirikiana na mjukuu wako? Akisikia maswali ya waandishi, Bibi Zawadi alihisi umefika wakati wa kufanya uamuzi. Kanali alisema neno la mwisho, kamanda, amua sasa. Kuendelea kuficha au kusema ukweli? Bibi Zawadi alikaa kimya kwa muda mrefu, kisha akainua kichwa na kumtazama kanali. Kanali, Amina atakuwa salama. Kusema ukweli ndiyo njia salama zaidi. Mwishowe, Bibi Zawadi alifanya uamuzi. Ulikuwa umefika wakati wa kuvunja ukimya aliohifadhi kwa miaka 30. Sawa. Lakini nitafanya kwa njia yangu. Kanali alitabasamu. Basi nitaandaa kila kitu, kamanda. Usiku huo Amina alikuwa nyumbani akitazama habari na kulia. Habari ziliendelea kutoa taarifa za uongo kuhusu bibi yake. Lakini Amina hakujua kwamba mambo yalikuwa karibu kubadilika. Amina alianza kupekua chumba cha bibi yake akitumaini kupata kitu cha kumsaidia. Ndani kabisa ya lile kabati la mbao alikuta lile sanduku la zamani lililojaa vumbi. Ndani ya sanduku kulikuwa na historia yote ya Bibi Zawadi, sare za kijeshi, medali na cha kushangaza zaidi, kanda za zamani za video za
Ziliandikwa: operesheni ya mpakani, jukumu la ulinzi Ikulu, operesheni ya uokoaji mateka. Kwa mikono inayotetemeka, Amina aliweka kanda ya kwanza kwenye mashine. Kwenye runinga ilionekana picha ya uwanja wa vita miaka ya 80, na katikati ya picha hiyo alikuwepo Bibi Zawadi akiwa kijana, amevaa sare za kivita na ameshika bunduki. Huyu ni bibi yangu. Amina alibaki mdomo wazi. Kwenye video, Bibi Zawadi alikuwa akiongoza operesheni ya kuokoa mateka katikati ya eneo la adui. Alikuwa na maamuzi ya haraka, sahihi na uwezo wa ajabu wa kupigana. Kamanda, kuna mpiga risasi wa adui saa 11. Sawa. Kikosi cha 3 zungukeni nyuma, mzuie njia yao ya kutoroka. Kikosi cha kwanza shambulia mbele. Sauti ya Bibi Zawadi kwenye video ilikuwa tofauti kabisa na sasa. Ilikuwa sauti ya kamanda mwenye mamlaka. Kanda ya pili ilionyesha akifanya kazi ya ulinzi Ikulu. Bibi Zawadi alikuwa akimsindikiza kiongozi mkuu, akikabiliana na hali za hatari. Amina hakuamini macho yake. Kanda ya tatu ilikuwa ya kushtua zaidi. Ilikuwa ni mapigano halisi na adui. Bibi Zawadi alikuwa akipambana peke yake na maadui watatu. Bibi, wewe ni shujaa, Amina alilia. Kanda ya mwisho ilikuwa ikielezea aina za medali ambazo Bibi Zawadi alikuwa amepokea. Medali ya ushujaa, medali ya kulinda taifa, medali ya mapigano. Medali za heshima za juu zaidi nchini Tanzania. Amina alipiga magoti mbele ya runinga. Bibi, sikujua chochote. Nisamehe bibi. Ghafla kitu kilibadilika ndani ya moyo wa Amina. Aliamua hata kuwa mnyonge tena. Alitaka kuwa jasiri kama bibi yake. Sitakuwa mnyonge tena. Nitaendelea na kazi. Kuanzia siku iliyofuata, Amina alianza kuchukua hatua. Ingawa alikuwa amesimamishwa kazi, alianza kukusanya ushahidi mwenyewe. Alikwenda kuwaona wafanyabiashara mmoja mmoja sokoni kuchukua maelezo yao. Mwanzoni waliogopa kusema, lakini moyo wa dhati wa Amina uliwashawishi. Afande Amina, ukweli ni kwamba siku ile wale majambazi walikuja kudai pesa za ulinzi, Mzee Juma muuza matunda alishuhudia. Walisema kila mwezi tuwalipe shilingi 500,000, la sivyo tusifanye biashara. Mama Aisha naye alitoa ushahidi wake. Amina alirekodi na kuandika kila kitu. Alikusanya pia video kutoka kwenye kamera za usalama zilizokuwa karibu na soko. Kwa bahati nzuri, tukio la Juma Nyundo na wafuasi wake wakiwatishia wafanyabiashara na kumpiga Amina lilikuwa limerekodiwa vizuri. Wakati huo huo, kule Dar es Salaam, kanali mstaafu naye alikuwa akichukua hatua. Alijiandaa kutoa ushahidi kwenye kikao cha kamati ya ulinzi na usalama. Waheshimiwa, mtuhumiwa katika kesi hii, Bi Zawadi si bibi wa kawaida. Basi yeye ni nani? Mwenyekiti wa kikao aliuliza. Yeye ni kamanda wa kwanza mwanamke wa kikosi maalum cha Tanzania. Shujaa wa taifa aliyeshiriki vita vya mpakani na kazi ya ulinzi Ikulu. Chumba kizima kilitawaliwa na minong'ono. Kanali aliendelea. Kuanzia miaka ya 70 hadi 90 alijitolea ujana wake katika nyanja za hatari zaidi. Kitendo chake cha kuwadhibiti majambazi hawa hakikuwa shambulio, bali ni kujilinda kihalali. Kuna ushahidi? Mjumbe mmoja aliuliza. Kanali aliwasilisha nyaraka za faili la kijeshi la Bibi Zawadi na barua za pongezi. Zaidi ya hayo, tuna rekodi ya sauti kutoka eneo la tukio. Sehemu ya rekodi ya Juma na wafuasi wake wakiwatishia wafanyabiashara ilichezwa. Nyuso za wajumbe zilibadilika na kuwa za kazi. Kitendo cha afisa mstaafu kuwadhibiti wahalifu sio ukatili, bali ni heshima ya mwisho ya mwanajeshi anayelinda taifa lake. Maneno ya mwisho ya kanali yaliacha ukimya mzito chumbani. Usiku huo habari hii ilitangazwa. Bibi jambazi aliyejulikana kama Zawadi alikuwa ni kamanda wa kikosi maalum wa kihistoria. Maoni ya umma yalibadilika kabisa. Kwenye mitandao, makala za kumuunga mkono Bibi Zawadi zilisambaa. Vyombo vya habari vimemgeuza shujaa kuwa jambazi. Askari mstaafu akitokomeza majambazi, kuna ubaya gani? Anapaswa kupongezwa.
Wakili wa Juma aliingiwa na hofu. Hali ilikuwa imebadilika kabisa. Alikimbia kwenda kumwona Juma kujadili la kufanya. Kaka mkubwa, mambo yameharibika. Mpinzani wetu ni askari wa kikosi maalum. Na iweje? Sisi pia tuna hoja zetu. Juma bado alikuwa mkaidi. Lakini vita vilikuwa vimekwisha. Amina akiwa nyumbani akitazama habari alitokwa na machozi ya furaha. Alifurahi ukweli kuhusu bibi yake ulikuwa umefichuliwa. Ofisi ya mwendesha mashtaka mkoa nayo ilianza kuipitia upya kesi. Kwa ushahidi mpya, maelezo ya wafanyabiashara na utambulisho wa Bibi Zawadi kufichuliwa, hali ilibadilika kabisa. Huku ni wazi ni kujilinda. Tunapaswa kuwashtaki wale majambazi, mwendesha mashtaka mmoja alisema. Usiku huo, Bibi Zawadi aliachiwa huru. Amina alikwenda kumpokea na kumkumbatia kwa nguvu. Bibi, umepitia magumu sana. Amina, sasa umeelewa? Ukweli daima hushinda. Ndiyo bibi. Nitaendelea kuwa askari kwa kujiamini. Bibi Zawadi alimpapasa kichwa mjukuu wake. Ndiyo, mjukuu wangu anapaswa kuwa hivyo. Lakini huu haukuwa mwisho. Kundi lililokuwa nyuma ya fisi mweusi lilikuwa limeanza kuchukua hatua. Kisasi kikubwa zaidi kilikuwa kinawangoja. Wiki moja baada ya Bibi Zawadi kuachiwa, soko lilionekana kurudi katika hali yake ya amani. Amina naye alirudishwa kazini. Lakini amani hii ilikuwa ni utulivu kabla ya dhoruba. Kule Dar es Salaam, kundi kubwa zaidi, kundi la Chui Saba, lilikuwa limeanza kuchukua hatua. Kiongozi wao, Mzee Chui, hakuweza kukubali kundi lake lidharauliwe na bibi mzee wa kijijini. Nini? Kundi langu linaaibishwa na mwanamke mzee? Mzee Chui alinguruma mbele ya wafuasi wake. Kaka mkubwa, nimesikia huyo bibi ni askari wa kikosi maalum, mfuasi mmoja alisema kwa woga. Kikosi maalum au kikosi gani, sijali. Heshima ya kundi letu imetupwa chini. Tusipolipiza kisasi, tutadharauliwa. Mzee Chui mara moja alipanga kisasi. Safari hii hakutuma vibaraka wadogo kama Juma Nyundo, bali alituma watu wake wa karibu na wakali zaidi. Jumamosi ya mnada, Amina alikwenda doria mapema kuliko kawaida. Akiwa ameathiriwa na bibi yake, alikuwa amekuwa mchangamfu zaidi kazini. Habari bibi, alisalimia kwa furaha. Bibi Zawadi aliendelea kuuza mboga zake kama kawaida, lakini macho ya wafanyabiashara yakimtazama yalikuwa tofauti. Yalikuwa macho ya heshima na pongezi. Shikamoo kamanda. Siku njema mama, Aisha alisalimia. Sasa watu walikuwa wakimuita Bibi Zawadi kamanda. Ilipofika saa 4, magari matatu meusi aina ya Noah yaliingia sokoni. Safari hii ukubwa wa msafara ulikuwa tofauti. Wanaume walioshuka walikuwa wamevalia suti nyeusi na macho yao yalikuwa yamejaa hasira. Aliyekuwa mbele aliitwa Tino Moyo wa Chuma, mkono wa kulia wa Mzee Chui aliyekuwa maarufu kwa ukatili wake. Hili ndilo soko la yule bibi maarufu, Tino alisema kwa dharau. Wafuasi wake walitawanyika na kulizunguka soko. Bibi Zawadi mara moja alitambua hali. Adui wa safari hii alikuwa wa kiwango kingine. Hisia zake za kijeshi zilimwambia hatari inakaribia. Amina naye alikuwa na wasiwasi, lakini hakurudi nyuma. Baada ya kuona kanda za video za bibi yake, alikuwa amebadilika. Mnafanya nini hapa? Amina aliuliza. Sauti yake ilitetemeka, lakini ilikuwa imara. Tino alimtazama Amina akacheka kwa dharau. Oh, huyu ndiye yule askari maarufu. Mrembo kweli. Mimi ni askari, kama hamna shida naomba muondoke. Shida ipo. Tumekuja kudai haki kwa ndugu zetu. Tino alimnyoshea kidole Bibi Zawadi. Wewe mzee, omba msamaha kwa kuwapiga ndugu zetu. Bibi Zawadi alisimama. Safari hii hakuwa amebeba mkoba wake wa kivita. Alikuwa amejiandaa kwa mapambano ya ana kwa ana. Wanaopaswa kuomba msamaha ni nini? Ombeni msamaha kwa kumpiga mjukuu wangu kwanza. Nini? Tino alicheka kwa kutoamini. Huyu mzee bado hajazinduka.
Wakati huo, mfuasi mmoja wa Tino alichomoa kisu kutoka kiunoni. Wafanyabiashara walipiga kelele na kuanza kukimbia. Safari hii sio utani, mzee, Tino alitishia. Amina alisimama mbele. Hii ni Tanzania, hakuna nafasi kwa watu wasiofuata sheria kama ninyi. Umesema nini? Tino alitaka kumsogelea Amina. Wakati huo, Bibi Zawadi alichukua hatua. Lakini safari hii hakuwa peke yake. Amina naye alijongea kwa wakati mmoja. Amina, kushoto. Bibi Zawadi alipiga kelele. Bibi na mjukuu walishirikiana kwa ufanisi wa ajabu. Bibi Zawadi alikabiliana na Tino huku Amina akimdhibiti yule aliyekuwa na kisu. Tino alishtuka. Miondoko ya Amina haikuwa kama ya askari wa kawaida. Alikuwa amejifunza mbinu za mapigano baada ya kuona video za bibi yake. Bibi, kulia, kuna wawili wanakuja. Amina alipiga kelele. Bibi Zawadi aligeuka na kukabiliana na majambazi wawili peke yake. Miaka 30 ilikuwa imepita, lakini ujuzi uliokuwa umejengeka kwenye mifupa yake ulikuwa bado upo. Picha ya bibi na mjukuu wakishirikiana kulinda soko ilikuwa ya kuvutia sana. Mwandishi wa habari wa eneo hilo aliyekuwa mbali alipiga picha ya tukio hili. Laana! Nini hii? Tino alichanganyikiwa. Alikuwa amekuja na wafuasi zaidi ya 10, lakini walikuwa wakizidiwa nguvu na bibi na mjukuu. Amina aliita msaada kupitia redio. Kituo cha uongozi, kuna hali ya hatari katika soko la wilaya, kuna watu wanatumia silaha hatari. Muda si mrefu polisi walifika, lakini wakati huo Bibi Zawadi na Amina walikuwa wameshawadhibiti majambazi wengi. Salimu amri! Amina alipiga kelele kwa kujiamini. Hakuwa tena yule msichana mnyonge wa zamani. Mwishowe, Tino, moyo wa chuma, naye alipiga magoti. Bibi Zawadi alimtazama Tino na kusema, kijana, duniani kuna watu wengi ambao huwajui. Usipende kuanzisha ugomvi ovyo. Picha aliyoipiga yule mwandishi wa habari ilikuwa kwenye ukurasa wa mbele wa magazeti usiku huo na kichwa cha habari, kamanda wa kikosi maalum na mjukuu wake askari wasambaratisha genge la majambazi. Kwenye mitandao ya kijamii, maoni ya kuwaunga mkono yalifurika. Usiku huo waliporudi nyumbani, bibi na mjukuu walikula chakula cha jioni pamoja. Bibi, leo ulikuwa hodari sana, Amina alisema. Na wewe umefanya vizuri sana. Sasa ndio unaonekana kama askari halisi. Ni shukrani kwako bibi. Baadaye nataka kujifunza mengi zaidi kutoka kwako. Bibi Zawadi alitabasamu. Sawa, mjukuu wangu amekuwa mtu mzima sasa. Wote wawili walijua kwamba sasa amani ya kweli itakuja. Hakuna genge lingine litakalothubutu kuja sokoni hapo kufanya fujo. Anga la usiku liling'aa na nyota. Hadithi mpya iliyoundwa na bibi na mjukuu ilikuwa imeanza. Mwezi mmoja baadaye, soko la mnada la Tukuyu lilikuwa limebadilika kabisa. Makundi ya fisi mweusi na chui saba yote yalikuwa yamekamatwa. Hawakuthubutu tena kukanyaga maeneo ya vijijini. Kesi hii pia ilitumika kama mfano na jeshi la polisi katika kampeni ya kupambana na uhalifu uliopangwa. Shikamoo kamanda. Wafanyabiashara sasa walipomwona Bibi Zawadi walikuwa wakimpigia saluti ya kijeshi. Polisi mkoa waliandaa sherehe maalum ya kumtunuku Amina cheti cha pongezi. Kamanda wa polisi wa mkoa alikuja mwenyewe kumkabidhi. Afande Amina, karibu mbele. Amina alitembea mbele kwa kujiamini. Sura ya uoga na unyonge ya zamani ilikuwa imetoweka. Alikuwa amekuwa askari halisi. Afande Amina amefanya kazi nzuri sana katika kupambana na uhalifu uliopangwa na kulinda usalama wa wananchi. Asante sana. Amina alijibu kwa sauti kubwa na ya kujiamini. Baada ya sherehe, waandishi wa habari walimhoji. Afande Amina, ulijua lini kwamba bibi yako alikuwa askari wa kikosi maalum? Kusema kweli, nimejua hivi karibuni. Siku zote bibi alisema alikuwa mtumishi wa kawaida tu wa serikali, Amina alijibu huku akitabasamu. Unajisikiaje sasa? Najivunia sana.
Najivunia bibi yangu kwa mchango wake mkubwa kwa taifa, na mimi pia nataka kuwa askari anayeweza kuwalinda wananchi kama yeye. Basi mipango yako ya baadaye ni ipi? Amina alifikiria kwa muda kisha akasema kwa ujasiri, bibi yangu, sitaacha kazi. Kuanzia sasa soko hili nitalilinda mimi. Usiku huo alipofika nyumbani, Amina alimwonyesha bibi yake cheti cha pongezi. Bibi, yote ni kwa sababu yako. Bibi Zawadi alikitazama cheti kile akatabasamu kwa upole. Amina wangu sasa ni askari halisi. Ndiyo. Mwanzoni niliogopa sana, lakini kukuangalia wewe kulinipa ujasiri. Hapana, huo ujasiri ulikuwa ndani yako. Mimi nilikusaidia tu kuutoa. Sasa Bibi Zawadi hakuwa akificha tena maisha yake ya zamani. Askari polisi vijana walipokuja kumuomba ushauri, alikuwa tayari kuwashirikisha uzoefu wake. Soko nalo lilibadilika. Watalii kutoka maeneo mbalimbali walianza kuja na likajulikana kwa jina la soko la Bibi Kamanda. Kutokana na hilo, wafanyabiashara walipata wateja wengi zaidi. Jumamosi moja ya jioni yenye utulivu, Bibi Zawadi alikuwa ameketi mbele ya meza yake akilitazama soko. Amina alikuwa akifanya doria, akiwaelekeza kwa urafiki wafanyabiashara na watalii. Afande, naomba utupige picha tafadhali. Bila shaka. Amina aliwasaidia kwa furaha. Bibi Zawadi alilitazama tukio lile, moyo wake ukijaa fahari. Mjukuu wake alikuwa amekomaa, amekuwa askari bora. Ghafla redio ya Amina ikaita. Afande Amina, kuna taarifa ya mtu aliyepotea katika kijiji jirani, unatakiwa uende eneo la tukio. Nimeelewa. Amina mara moja alikimbilia kwenye gari lake la doria. Bibi Zawadi alitabasamu akimtazama mjukuu wake. Ndiyo, sasa ni dunia yako. Pembeni ya meza yake vile viatu vya kijeshi vilikuwa vimewekwa vizuri. Labda hatahitaji kuvivaa tena, lakini vilikuwa pale tayari kwa wakati wowote vitakapohitajika. Jua lilipozama na soko likatawanyika, bibi na mjukuu walitembea pamoja kurudi nyumbani. Bibi, sasa kuna amani ya kweli, Amina alisema. Ndiyo, lakini amani ni kitu kinachopaswa kulindwa. Lazima uendelee kufanya kazi vizuri. Ndiyo bibi, nitajitahidi. Nje ya dirisha nyota ziling'aa. Usiku wa kawaida katika mji mdogo, lakini sasa ulikuwa na maana maalum. Hadithi mpya iliyoundwa na bibi na mjukuu ilikuwa bado inaendelea. Na kwenye kona ya soko, vile viatu vya kijeshi vya zamani vilibaki kimya, vikiwa tayari kuvaliwa wakati wowote. Asanteni sana kwa kufuatilia hadithi yetu hadi mwisho. Muda wenu wa thamani ni motisha mkubwa kwetu. Tunatumai mmefurahia na kujifunza kitu. Tafadhali usisahau kubonyeza kitufe cha subscribe, like na kushiriki video hii na wengine. Tutaonana tena katika hadithi inayofuata. Kwaherini.